Kusudi kufanya hivyo ni kumark territory au kuweka alama katika himaya yake. Moja hiyo ya kufunika. Faru mweusi akitoa kinyesi anapanguza kwa miguu yake hadi kinyesi kipotelee. Utazama katika mkono wetu wa kulia. Basi wale wawindaji haramu bado wanaendelea na shughuli yao ya kujitayarisha, wakiendelea kutayarisha. Angalia, wametoa hata kisu, wamekisha toa ngozi ya swara ili waweze kuandaa lishe, wapate nguvu ya kuendelea kufanya uwindaji. Usisahau, uwindaji haramu haukubaliwi katika nchi ya Kenya. Wananchi mzalendo wale mkulima, kuwa pale shambani umuone mnyama wa msituni, tafadhali wapigie wanamashirika wa wanyamapori wakaweza kufika moja kwa moja usimuue. Kwamba wameenda chini kwa magoti mara ya kwanza. Hapo kamanda alikuwa ameona nyayo ya faru. Kwa sasa hatujajua kama ni faru mweupe ama ni faru mweusi, maana nyayo zao au footprints zao ufanana. Hivyo basi wameendelea kidogo mbele na wakafika hapo, wakaona mahala ambapo alikuwa amepita akila majani. Kwa hivyo wanaangalia kama amepita pale muda mrefu ama ni kijuzi ama ni jana. Kwa hivyo wanaangalia hapo mahali ambapo amekula na wajue kama ni amekula masaa ya muda mrefu. Kwa hivyo tukiendelea na kuangalia, wamerudi katika kitengo chao ili waweze kuendelea na kumtrace yule raia. Naona wale wawindaji, hebu tuwasikie. Mimi kama Abdi anakubali na wewe pale sasa, acha niulize, hii pesa yetu tutapatiwa hiyo ai Abdi wewe kwani hajui hii? Ukimaliza ukipata pembe ukipatia wale majamaa anakupatia pesa hapo. Hadi tupumzike ndio tujue tutatoka masaa ya jioni. Ndio tutapata kwa simu lake la maji, anakunywa maji. Hivyo basi kumewekwa sentry, yani ulinzi, ili kamanda na askari wawili waweze kuchukua takwimu za mnyama huyu. Wakati tunachukua takwimu za mnyama, mabibi na mabwana, tunachukua kuhusu afya yake, tunachukua kuhusu aina ya huyo mnyama, kama ni faru mweupe. Kila mnyama ana jina na nambari yake ya kitambulisho. Shabani, hebu niulize kinyesaji, kati ya hawa maaskari tuko na madaktari ambao wamefunzwa kama madaktari wa mifugo na wanyama, ama ni maaskari tu waliotiwa nakshi katika masuala haya? Katika shule yetu ile KWS Law Enforcement Academy Manyani, tunapatiwa mafunzo muhimu kuhusu namna ambapo tunaweza tukaifanyia mnyama wakati tumeweza kukutana na hii moja roba ambayo ilikuwa probable tumekonfirm iko sawa body condition ziko live. Roja pia naona the next coming week atakuwa tumepata mgeni roba. Baba pia tunaona kuna nyayo fresh roba, iko na chembechembe za damu na tunaendelea kufollow through over. Baba ni namna hiyo upande hiyo. Huyu mfaru mwenyewe ni mkubwa tayari, hata sijui kama ni mjamzito ama si mjamzito. Mara nyingi ukiangalia mnyama yote, awe ng'ombe au mbuzi, akiwa ameshiba, yeye ukani kana kwamba upande mmoja ndio umekula, anakaa kama upande mmoja ndio umenona. Lakini ukiangalia mwili wake wote, atakuwa amekaa upande wa kushoto na kulia, hivyo basi atakuwa mjamzito. Hapo leo iliweka mfumo wa kuenea, yani ni extended information, ili waweze kuendelea na kushika doria. Kwa bahati mbaya tunatangulia kuona askari, na hivyo basi kumjeruhi askari mmoja. Na wakati huo bado niliposikia kumeboka, ndio huyo anatoroka. Pigeni mfano makofi tafadhali. Ndio huyo anaondoka uwanjani, anatoka mahali pa hatari, anakimbia kule
ni wiki zake, anafikiria kule ndio kwa sababu ile kazi zile kazi hapo. Mabibi na mabwana, tukiangalia tunaona kitengo chetu kikiwa kinapigana kikirudi nyuma, yani tunaita fire and withdrawal. Hapo pia tunaona mjeruhiwa amevurutwa na kupelekwa mahala salama ili afanyiwe huduma ya haraka. Kumbuka hapa bado kunaendelea kuwa na vita, na sisi tunafaa kumhudumia yule ambaye ameumia. Hivyo basi tunafaa ichukue chini ya sekunde 3 huyu mjeruhiwa kuwa amesaidika na kuzuia kuvuja damu ama kuzuia yeye kufariki. Kitendo hicho kinapigana mpaka mahala salama. Hapo tunaona wamefika hapo mahala salama, kamanda atakuja kuconfirm, yani kudhibitisha. Tuliweza kupata turubaini jana, tukakutana na hiyo majangili hawa. Tumepigana na wakapeana kazi ya kibali kwetu. Walo hapo kesho alitoka. Nilikuwa naitisha usaidizi kutoka pande yako. Tunamdai hapa. Okay. Pale. Kupelekwa kupata matibabu zaidi, na hapo kitengo kinarudi pale pale kuelekea na huo mfumo wa extended ili waendelee na vita. Tukiangalia upande wa kulia tunaona maadui wakiwa wamesherekea ya kwamba wameshinda, kumbe hawajui chumba chao kimotoni. Maana kikosi hiki kimejiandaa upya ili kupambana na wao. Mimi nakwambia hapana cheza na mimi ni sharpshooter. Mama tumeangusha moja. Mimi nakwambia hapana cheza, mimi nimefanya hii kazi miaka mingi. Hapo mabibi na mabwana, tunaona kitendo kikipigana upande wa kulia ukienda mbele, upande wa kushoto ukiwa unaendelea na vita, upande wa kushoto ukiamka, upande wa kulia unaenda mbele. Hiyo inaitwa fire and movement. Wapi makofi kwa askari wetu? Wakilika wale maponi. Wakilika makofi tena mabibi na mabwana. Utazama wawindaji hao wameenda chini, wamelazwa walale salama. Hapo tunaona wakiwa wanawafanyia kazi maadui na kushaturu juu yao ili kuwamalizia kabisa. Pale tunaangalia tunaona ya kwamba wameenda mahala salama ili kamanda aweze kuhakikisha watu wake wako salama, na atakapohakikisha hakuna mjeruhiwa mwingine atachukua mtu mmoja na warudi katika eneo ya adui. Hapo tukiangalia tunaona wanaenda kufanya search, yani kukagua ile sehemu ya adui waone alikuwa na nini, na ile damu ambayo inaonekana